pamoja na yote ambayo alikuwa anafanya Tatawal katika familia hii ya Prasal, basi Rishi alikuwa bado yuko upande wa Anmol tu. Lakini pia ile ahadi yake ambaye alimwahidi kwamba atahakikisha Anmol anasoma mpaka kufikia kuwa daktari bado haijawahi kuivunja, na kila kitu kinaendelea kuwa kama ambavyo walikuwa wamepanga. Sasa leo tunaona kama kawaida Adi pamoja na Tatawal wamekuwa ni watu ambao hawapatani sana. Adi ni mtoto wa Rishi, amekuwa ni mtu ambaye anahakikisha anamtesa sana Tatawal kwa kila namna ya vituko ambavyo anafanya katika nyumba ile. Sasa leo tunaona ambapo kuna kitu ambacho alikuwa amekifanya Adi ambacho kilikuwa kinakwenda tofauti kabisa na maadili. Kwa moja kwa moja akamchukua Adi na kutaka kumchapa. Kwa Tatawal wakati anamchapa Adi, basi tunaona Anmol alikuja na kumuomba aache kumchapa yeye ila amchape Anmol, kwa sababu mtoto wa Rishi huyu Adi ni mtoto mdogo, kwa hiyo anatakiwa kuhakikisha hapatwi na chochote kibaya, kwa sababu pia alikuwa amemwahidi mama yake atakuwa upande mmoja na Adi na atahakikisha kila kitu kinakaa sawa, na atahakikisha hakuna mtu ambaye anamuonea. Sasa kweli tunaona Anmol alianza kuadhibiwa na Tatawal. Tatawal alimpiga fimbo nyingi sana Anmol, lakini wakati anampiga Rishi alikuja anakuja kumtetea tena, akahakikisha anasitisha jambo lile ambalo lilikuwa limeanzishwa, mama yake asimchape Anmol. Na baada ya jambo hilo tunaona mama yake alikasirika sana, na mwisho wa siku alitishia kujiua kabisa. Aliweka kisu shingoni, alikuwa anataka ahakikishe anajikata. Sasa leo tunaona kuna pisi moja kali sana inakuja katika familia hii ya Prasal, ambayo ndo huyo mwanamke alikuwa ametafutiwa Rishi na baba yake Prasal, na mtoto huyo alikuwa anaonekana ni ametoka katika familia ya tajiri, lakini pia alikuwa ana elimu. Kwa moja kwa moja wakawa wameamua wa mkubali binti huyo, kwa sababu sio tu vitu hivyo alikuwa navyo, lakini pia kwenye sura alikuwa si haba. Kwa kweli alikuwa ni pisi ambaye imeenda shule. Sasa tunaona jambo hilo linatokea katika familia hii, na imekuwa ni siku ya huzuni sana kwa Anmol, kwa sababu Anmol alikuwa hataki kabisa chochote kitokee kwa Rishi, kwa sababu alikuwa anampenda sana. Lakini Nilam amekuwa faraja ya Anmol, yani wakati Anmol anapitia changamoto zote hizi, basi Nilam yeye yuko upande wake na anahakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Naona hata wakati wanakula huyu mtoto Adi amekuwa ni mtoto mwenye utundu mkubwa sana, kwa sababu wakati wanakula tunaona Adi aliweka mjusi kwenye chakula cha huyu mwanadada mgeni ambaye amekuja, ndio ambaye anatakiwa kuolewa na Rishi. Kwa baada ya kuwa wanakula tunaona kuna mjusi alionekana, walijisikia vibaya sana kwa sababu ni wageni, na kila kitu kikawa ni kama kinaharibika. Lakini baada ya tukio hilo tunaona walikwenda Rishi pamoja na huyu mdada ambaye anatakiwa kufunga naye ndoa, wakiwa wamekaa wanapunga upepo, wanarusha tiara. Lakini wakati wako pale tunaona Adi alikuwa amefanya mpango ili ahakikishe tena wanapata tatizo hapo. Wakati walikuwa wamefungulia feni ili zile tiara zao ziende vizuri, basi kuna waya ambaye Adi aliuingiza katika feni na ukawa unaendelea kuvutwa, na kama waya ule ungevutwa basi kuna kitu kibaya ambacho kingetokea. Yani ingetokea Rishi pamoja na huyu mpenzi wake wangejikuta wanaanguka chini, maana walikuwa wako katika floor ya juu kabisa gorofani. Kwa moja tunaona Anmol alipoona jambo hilo linaenda kutokea, yeye akaenda akategesha shingo yake, alikatwa. Na tunaona baada ya hapo Rishi alimsahau kabisa huyu mwanamke ambaye alikuwa yuko naye, akaja kumbeba Anmol na kuhakikisha anakuwa salama. Hii inadhihirisha ni kiasi gani Rishi anampenda sana Anmol.